Namna hiyo napokea kijiti kutoka kwake Eden Bahati kwa ajili ya kuangaza yale ambayo yamejiri kwenye viwanja mbalimbali vya michezo, kwenye habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe, karibu na tuanze na habari za michezo kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba anatarajiwa kuwa mgeni rasmi msimu wa 5 wa bonanza la michezo la Bunge ambalo linatarajiwa kufanyika tarehe 31 mwezi huu, likiwa na lengo la kuhamasisha umuhimu wa michezo na kufanya mazoezi kwa watumishi wa umma sambamba na kujenga umoja. Tupate taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Taarifa hiyo imetangazwa na mwenyekiti wa Bunge Bonanza ambaye pia ni mbunge Festo Sanga wakati akitangaza msimu wa 5 wa bonanza la Bunge ambao litashirikisha michezo mbalimbali, huku mchezo mkubwa ambao utaleta hamasa kwa watakaoshiriki bonanza hilo ni ule wa wabunge wanaoshabikia vilabu vya Simba na Yanga watakapochuana katika viwanja hivyo. Rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Yeye ndio atakuwa mgeni rasmi, na kama mnafahamu kwamba pia huwa anacheza. Tunafanya michezo kama kumuunga mkono Mheshimiwa Rais katika kuhamasisha kufanya michezo nchini, lakini pia kuendelea kuleta umoja kwenye na mshikamano kwenye taifa letu. Na kauli mbiu ya bonanza hili ni nguvu yetu ni umoja wetu. Umoja wetu ni nguvu yetu. Kwetu kama mlivyosikia kauli mbiu umoja wetu ndio nguvu yetu, na Azania Benki kwa kweli inachofanya ni kudumisha michezo. Kwa upande wa wadau watakaoshiriki bonanza hilo ambao ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, vilabu vya Simba na Yanga wamethibitisha ushiriki wao kwa mwaka huu, huku wakiwataka wanachama na mashabiki kujitokeza kushiriki bonanza hilo siku ya tarehe 31 ili kufikia lengo lake. Sisi TFF tutakuwa tayari kuhakikisha kwamba taratibu zote za maandalizi na usimamizi wa mchezo katika siku hiyo vinafuatwa kulingana na vile ambavyo tumejiwekea. Ushiriki wetu uko katika maeneo makuu mawili. Kwanza ni kuhakikisha tunalitangaza bonanza hili liweze kuwafikia wananchi, wananchi sio neno zuri sana, liweze kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Tayari wanachama hao na mashabiki watashiriki kikamilifu kama kawaida, na uongozi uko tayari kutoa support. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ameipongeza timu ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa mashindano ya kombe la NMB Mapinduzi 2026, huku akiviagiza vilabu vinavyopata nafasi ya kushiriki mashindano hayo kuimarisha timu zao na si kupeleka timu dhaifu ili kuongeza ushindani. Taarifa ifuatayo inafafanua. Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah amesema licha ya Yanga kuwa mabingwa, lakini walikutana na upinzani mkali kutoka kwa timu ya Azam, na hivyo ni vyema kwa timu shiriki ambazo zinashiriki mashindano hayo kwa msimu ujao zikajipanga zaidi ili kutoa ushindani na kuyapa thamani mashindano hayo, huku akiipongeza kamati ya mashindano kwa usimamizi mzuri. Sisi tunawaambia Simba, Yanga, Azam, Singida wakija hapa waje wakiwa serious. Na umeshuhudia mara nyingi wamekuja hapa Mlandege anabeba ubingwa. Sio Simba, sio Yanga. Sawa? Kwa sababu wanajiimarisha. Sasa sisi tunaomba, sisi ambao tuna access ya vilabu hivi, tuwaambie wakija Zanzibar kwenye kombe la Mapinduzi waimarishe vilabu vyao. Hakuna ubeleko. Kama wewe wakufungwa utafungwa. Na kama wakushinda utashinda. Hakutakuwa na njia nyingine mbadala. Mpira ni mchezo wa wazi, kila mmoja anauona. Juzi wanaume walipiga dakika 120 kule. Watu wakawa wanashangilia. Wakaenda kwenye matuta kama ambavyo jana tumeona kwenye AFCON kule. Morocco na Nigeria. Dakika 120 mikwaju ya penalty imeamua. Na Gombani pale zilipigwa 120 mikwaju ya penalty ikaamua. Wanaojua wakachukua ubingwa. Sisi ambao tuna access ya kuzungumza na vile vilabu tuimarishe. Na sisi Zanzibar tunawaambia vilabu vyetu tuimarishe. Mimi najua Marai Mlandege hawakufanya vizuri, lakini mwakani wataimarika zaidi. Hatukuzoea Mlandege kutolewa katika hatua za awali. Hii ni bahati mbaya sana. Lakini mimi naamini tumeshazungumza nao na wenyewe wanajua makosa walikosea wapi. Naamini watajipanga vizuri na vilabu vyetu vingine
naamini watafanya vizuri next year inshallah. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Na kwingineko, kikosi cha polisi Tanzania kesho Jumamosi kinashuka katika uwanja wake wa nyumbani wa Ushirika mjini Moshi ikiwakaribisha Gunners FC ya Dodoma katika ligi ya Championship. Akizungumzia maandalizi yao, mwalimu wa kikosi hicho Bwana Makata amesema amefanyia marekebisho mambo mbalimbali katika kikosi hicho ili kuweza kupata ushindi. Na kwa upande wake, mchezaji wa kikosi hicho Rajab Athman na afisa habari wao Inspector Frank Lukwaro wametamba kuibuka na ushindi. Na ni timu ambayo ina wachezaji wa kongwe ambao wengine walitoka Mashujaa. Kwa hiyo tutacheza kwa nidhamu ya hali ya juu na nafasi tutakazopata tuweze kuzitumia ili angalau basi tuweze kuwa kwenye ushindani wa championship. Mchezo wa kesho naamini utakuwa mzuri, tumeshajiandaa. Leo alikuwa mazoezi ya mwisho. Tumejiandaa kwa ajili ya pointi 3 kesho. Mpaka muda huu morali iko juu kwa sababu ya mechi ya kesho. Tutapata matokeo mazuri. Matokeo ya mchezo uliopita mimi naamini ni football. Football ndo matokeo kwa matatu. Lakini tumejiandaa kwa ajili ya mechi ya Gunners. Naamini itakuwa nzuri na pia tutapata matokeo. Tumetoka kupoteza kule Tabora, hatuhitaji tena kupoteza alama nyingine katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa hiyo ni waombe mashabiki wa mkoani Kilimanjaro na mikoa jirani waje washuhudie burudani. Polisi Tanzania kwa msimu huu tunaendelea kuhakikisha kwamba kila mechi tunafanya vizuri, na katika michezo ya nyumbani hilo ndio ambalo halina kigugumizi katika swala hilo la kuhakikisha kwamba kila anayekuja katika uwanja huu basi anatuachia alama 3. Kwa hiyo niseme waje kwa wingi, tuko vizuri, wachezaji kwa mujibu wa daktari afya zao ziko vizuri, hakuna majeruhi. Kamisheni ya kusimamia ngumi za kulipwa nchini TPBRC kupitia kwa katibu mkuu wake Godwin Nsajigwa imeeleza kukamilisha mchakato wa rasimu ya katiba mpya ya mchezo wa masumbwi na kuikabidhi kwa Baraza la Michezo ili kuendeleza shughuli za kila siku za mchezo huo. Haya yameelezwa na Godwin Nsajigwa ambapo wamesema kuwa kwa sasa mchakato umekamilika, hivyo wameshakabidhi kwa Baraza la Michezo ili shughuli ziendelee, huku akiweka wazi mambo yaliyozingatiwa katika rasimu hiyo. Kama unavyojua tunaendelea na mchakato wetu wa katiba, tumeshaikamilisha, tunasubiri serikali sasa isajili ili tuende tukafanya uchaguzi. Kwa hiyo kikubwa sasa hivi tunajipanga na kufanya chaguzi na tutaanza chaguzi za mikoa. Tunatumai mwezi huu au mwezi ujao tuwe tumeshakamilisha chaguzi za mikoa na tuje sasa uchaguzi wa shirikisho. Mambo mazuri na makubwa zaidi, lakini tunachoomba wa ushirikiano wao, na tunajua kwamba mabadiliko siku zote kuna wengine hawayataki au ni binadamu hapendi kuenda kwenye sehemu ambayo au kutoka kwenye sehemu ambayo yuko comfortable nayo. Kwa changes siku zote zitawaumiza watu kwa sababu wale hasa wasiopenda mabadiliko. Katika kukuza na kuibua vipaji vipya vya mchezo wa riadha nchini, uongozi wa riadha Tanzania umeweka wazi mipango na mikakati ili kufikia lengo lake la kuwapa nafasi vijana kushiriki mashindano mbalimbali ya kimataifa. Taarifa ifuatayo inafafanua. Mipango hiyo imepangwa na Kaimu Katibu Mkuu wa Riadha Tanzania John Manyama wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo, ambapo ameeleza mipango ambayo wanatarajia kuifanya kama viongozi ili kuhakikisha wanaibua vipaji vipya zaidi. Maendeleo ya mchezo kama unavyoona haiko mbaya sana, na sisi tuna strategic plan ambayo tulisajili mwaka jana na tuliileta kwa Baraza la Michezo kuonyesha kwamba mikakati yetu ikoje kwa miaka hii yote mitatu. Na kwa sasa tuna focus zaidi ya kuwapa exposure vijana wetu ili waweze kuelewa pressure ya mashindano ikoje. Lakini ukiondolea hiyo, sasa hivi tunajaribu kuleta program za wanariadha ambao vijana ambao wameonyesha kwamba wana juhudi, wana uwezo fulani katika tasnia hii ya mchezo wa riadha. Kwa hiyo tunawapa programs ambazo zinazokidhi vigezo ambavyo vinaweza vikawasaidia wao kushindana katika mashindano ya kitaifa.
Na taarifa hiyo inatamatisha habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Michezo medani za kimataifa. Jamal Musiala anatarajiwa kurejea kwenye kikosi cha Bayern Munich miezi 6 baada ya kuvunjika mguu wake wa kushoto kwenye michuano ya kombe la dunia la vilabu. Mkufunzi wa Bayern Munich Vincent Kompany alithibitisha Musiala anaweza kuhusika kwenye mechi ya Bundesliga dhidi ya RB Leipzig wiki hii. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 22 alipata jeraha lake na kuteguka kifundo cha mguu wakati wa mechi ya Bayern Munich dhidi ya PSG mapema Julai mwaka jana. Musiala aligongana na mlinda lango wa PSG wa kipindi hicho Donnarumma katika robo finali na amekuwa nje ya kikosi hicho tangu wakati huo. Na sasa tukaangazie katika usajili. Kiungo wa klabu ya West Ham United Lucas Paqueta amefahamisha uongozi wa klabu hiyo kuwa anania kujiunga na mabingwa wa Copa Libertadores, klabu ya Flamengo ya Brazil, katika dirisha la usajili la Januari. Paqueta ambaye aliwahi kuichezea Flamengo kabla ya kwenda barani Ulaya anaeleza kuwa anatamani kurejea nyumbani Brazil kwa sababu ya kikazi na kifamilia zaidi. Taarifa zinaeleza kuwa tayari mawasiliano ya awali kati ya pande husika zimefanyika, ingawa bado hakuna makubaliano rasmi yaliyokamilika. West Ham United bado inatoa msimamo rasmi juu ya ombi hilo, huku ikizingatia umuhimu wa mchezaji huyo ndani ya kikosi hicho. Maamuzi zaidi yanatarajiwa kufanyika kadri mazungumzo yanavyoendelea katika kipindi hiki cha usajili, huku mashabiki wengi wakisubiri kuona hatima ya mchezaji huyo raia wa Brazil. Na hivyo ambavyo ndivyo tunaweka utuo kwenye habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Mimi ni Esther Mtebe, nirejeshe kwake Eden Bahati kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.